Habari ya za asubuhi. Kwa majina yangu naitwa Fatma Hussein Napate, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Leo nimewaiteni mahali hapa ili niweze kuzungumza na vijana wenzangu wa mkoa wa Songwe na vijana wote wa Kitanzania juu ya masuala mbalimbali yanayotuhusu sisi vijana kwa mustakabali nzima wa maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu wanahabari, hivi karibuni kimezuka chama kimoja cha siasa. Chama hicho kimebadilisha dhana na dhamira ya kuundwa kwake kuwa chama cha siasa cha kuzungumzia ajenda za watu zinazowahusu wananchi na hasa maendeleo ya Tanzania. Lakini chama hicho hivi ninavyozungumza kimejigeuza kuwa ni kiwanda cha kutengeneza chuki, na ukizingatia viongozi wao wenyewe ni vijana wenye nguvu za kutosha ambao wana uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali, lakini vijana hao wameamua kujiajiri kwenye kiwanda hicho cha kuzalisha chuki. Na ukiangalia viongozi wao ni vijana wenye uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali, nchi yetu ikapata mapato, familia zao zikaendelea kujikwamua na kuwa na uchumi ulio bora zaidi. Lakini vijana wenzangu wale wameamua kujiajiri kwenye kiwanda cha chuki. Kazi yao kubwa asubuhi mpaka jioni, ukiwauliza watakwambia tumefanikiwa kupandikiza chuki miongoni mwa Watanzania. Na furaha yao wale viongozi ni kuona Watanzania sisi kwa sisi tunachukiana, hatupendani, hatusaidiani. Wao kwao ni furaha kubwa sana. Ninasikitika kusema wamekuwa ni miongoni mwa vijana wa hovyo kwa kutokea ndani ya taifa letu. Nami nitoe rai kwa vijana wenzangu wa Kitanzania, tusiwe wateja wa bidhaa wanazozalisha katika kiwanda chao cha chuki. Tuwakatae, tusiwaunge mkono, si watu wanaolitakia mema taifa letu. Ndugu zanguni, mimi nitawaambia jambo moja. Juzi walikuja mkoani Songwe. Kuna kijana mmoja, ukimtazama katika hali ya kawaida utagundua huyu ni kijana, lakini ukimwangalia vizuri utagundua ana akili mgando. Na bahati mbaya mtu mwenye akili mgando haeleweki hivi. Sijajua tutamweka kwenye kundi gani, lakini anajiondolea sifa ya kuwa kijana. Ndugu zangu, ni kijana yule kwa mdomo mkubwa mithili ya mamba aliyeona samaki, anafungua kinywa chake anasema eti Tanzania hakuna uhuru wa kuzungumza. Ndugu zangu, mtu huyu anayesema Tanzania hakuna uhuru wa kuzungumza, kutwa nzima asubuhi mpaka jioni anajitwisha spika, vispika anaweka kichwani, anazunguka nchi nzima, anazungumza anachotaka, anaropoka kadri anavyoweza na anakejeli kwa kadri anavyotaka. Lakini serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo yeye anadai haijampa uhuru wa kuzungumza, ndio serikali ambayo inamwekea mafuta kwenye gari yake, ndio serikali ambayo inamtafutia viwanja bora vilivyo katikati ya miji ili kuweza kufanya mikutano yake ya hadhara. Lakini serikali hii ndio ambayo baada ya gari lake kuharibika alipokuwa anatoka Mlowo kwenda Tunduma, serikali ilitoa gari kwenda kumpakia ili aweze kwenda kufika kwenye mkutano kwa wakati. Serikali hii, lakini uzanguni, serikali hii anayosema haipi uhuru wa kuzungumza ndiyo serikali ambayo imewatafutia mpaka vyumba vya kulala. Lakini serikali hii inatoa jeshi la polisi linalowalinda wao, inawalinda asubuhi mpaka asubuhi, masaa 24 siku 7 za wiki, kuhakikisha watu wale wako salama. Je, wanataka serikali iwatongozee mpaka mademu iwapelekea kwenye vyumba wanavyolala? Inawezekana wenzetu ni madomo zege, tutajuaje? Ndugu zanguni, yupo kijana mwingine ambaye ukimtizama ni baba mwenye wake watatu, lakini si wake watatu tu. Mtu huyo ana mawala kila kona, eti anasimama anasema Tanzania inataka katiba mpya. Mimi niwaambie Watanzania wenzangu, ajenda ya katiba mpya
mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Lakini wao, ninyi wa Tanzania ni mashahidi. Watu hawa ambao leo wanakuja wanasema wanahitaji katiba mpya, ndio watu hawa waliotukwamisha Watanzania kupata katiba mpya. Na walitukwamisha kwa sababu interest zao binafsi tu, kwa sababu ajenda walizonazo, ajenda walizokuwa wanazitaka si mahitaji ya Watanzania. Baada ya kuona mradi ule inakoelekea, Watanzania tutashinda, tutapata katiba mpya, waliamua kuingia mitini. Kitendo cha wao kuingia mitini walisababisha mpaka leo Tanzania hatujapata katiba mpya. Nipongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni mama mnyenyekevu, ni mama msikivu na ni kiongozi mahiri kweli kweli. Kwa kinywa chake Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi ndani ya miaka mitano 25 mpaka 30 atahakikisha Tanzania tunapata katiba mpya. Lakini mama huyu hajaishia kuzungumza, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi 25-30 ambayo wenzetu hawana, imeahidi ndani ya miaka mitano wa Tanzania tunakwenda kupata katiba mpya. Ndugu wa Tanzania, naomba niwaambie jambo hapa na mnielewe kweli. Hawa wanaopiga kelele leo wanataka katiba mpya, ninawahakikishia siku Daktari Samia Suluhu Hassan atakaporuhusu kuanza mchakato wa katiba mpya, watu hawa wataingia mitini kama walivyoingia mitini awali. Kwa nini? Kwa sababu shughuli ile wao inawalipa na wapo kwa interest zao. Sasa mimi pamoja na vijana wenzangu wazalendo wa Tanzania tutapiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutamuomba Mwenyezi Mungu awaadhibu vijana hawa ambao hawatashiriki mchakato wa katiba mpya. Tutamuomba Mwenyezi Mungu awalani wao na vizazi vyao. Na ninawahakikishieni Mwenyezi Mungu anajibu kwa wakati, Mwenyezi Mungu achelewi, na kwa hakika wakati huo Mwenyezi Mungu atatujibu ipasavyo dhidi yao. Ndugu wa Tanzania wenzangu, naomba kuzungumzia swala la mikopo kwa vijana. Kuna kijana mmoja pia alikuwepo siku hiyo alipokuwa Songwe. Ni kijana dhaifu sana. Bahati mbaya ana hali ya kutamkwa mbele yenu. Kijana yule alisema mikopo inayotolewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, wanufaika wakubwa ni vijana wa Chama cha Mapinduzi. Si mlaumu, kwa sababu hata uwezo walionao wa kufikiri ni mdogo, na kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ameboresha huduma za afya nchini. Hospitali ni nzuri na zinatoa tiba kweli kweli. Mimi namshauri kijana huyu atafute hospitali anayoiamini yeye, aende akatibiwe. Ndugu zangu, ninyi ni mashahidi. Serikali imekuwa ikitoa mikopo kwa vijana, na wakati wa kusajili vikundi na kutoa mikopo ile, hakuna kijana yoyote wa Tanzania anaulizwa kadi ya Chama cha Mapinduzi. Hakuna kijana yoyote wa Tanzania anaulizwa kadi ya chama cha kikundi kile kilichojigeuza kiwanda cha chuki. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inajua vijana wanahitaji fedha, inajua vijana wanahitaji maendeleo. Ndio maana wakati wote imekuwa ikituletea maendeleo vijana wa Tanzania bila kutubagua kwa itikadi zetu za kisiasa, imani zetu za kidini, rangi zetu, jinsia zetu. Na hiyo ndio serikali inayopaswa kuongoza wananchi. Ndugu wanahabari, mimi nitoe mfano. Ndani ya mkoa wa Songwe, ndani ya mwezi huu wa 6, zaidi ya shilingi bilioni 3 ni fedha za mikopo zilizotolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Serikali haijaishia kutupatia fedha tu vijana, imeamua kutengenezea masoko ili zile bidhaa tunazozizalisha basi zipate soko la uhakika. Hivi ninavyozungumza, halmashauri ya wilaya ya Songwe tayari ipo kwenye ujenzi wa soko la madini. Haijengi tu soko, imewapatia vijana wachimbaji wadogo mikopo ili wakapatafute madini.
Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi inajua vijana wa mkoa wa Songwe ni wakulima. Hakuna mahali ndani ya mkoa wa Songwe vijana wanahangaika sehemu ya kwenda kuhifadhi mazao yao, wala soko la mazao yao ni la uhakika. Lakini ndani ya mkoa wa Songwe serikali yetu inajua vijana wa mkoa wa Songwe ni wafugaji. Hivi ninavyozungumza, ndani ya mkoa wa Songwe tuna machinjio bora na ya kisasa ambayo inatumiwa na vijana ili waweze kuongeza thamani ya mazao na mifugo yao, waweze kujipatia fedha za kutosha. Lakini ndugu zangu, sitaki kuongelea huko kwenye elimu. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya maajabu. Yale majengo ambayo watu wa kutoka Ngulilo, watu wa kutoka Chole, watu wa kutoka Ngwala, watu wa kutoka Namkukwe huko walikuwa wanasafiri, wanapanda magari, wanakwenda kuyaona madarasa yale jijini Mbeya, Dar es Salaam, Mwanza na mikoa mingine. Madarasa yale ninayozungumza wanasomea watoto wetu maeneo yote ya mijini na vijijini. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika huduma hizi zote nilizozungumza na mambo yote tunayofanyiwa vijana wa mkoa wa Songwe, hakuna sehemu ambayo kijana anaenda anaulizwa wewe ni chama gani. Hakuna. Ni waombe waache kupotosha, waache kuzungumza uongo, maana wakati mwingine hata shetani mwenyewe anawashangaa sana. Ndugu zanguni, mimi nitoe rai kwa vijana wenzangu wa mkoa wa Songwe. Tuilinde amani yetu. Amani ndio silaha pekee tulionayo. Sisi vijana wa Tanzania hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Hatuna uraia mwingine zaidi ya uraia wa Tanzania. Niwaombeni tuwapuuze wale walioanzisha kiwanda cha chuki. Tusiwe wanunuzi wa bidhaa yao ya chuki. Baada ya kusema haya machache, asanteni kwa kunisikia.